Bwana Mnyama ameanza mawindo ya kuhakikisha anampata kocha mkuu mpya as soon as possible kwa ajili ya kukiongoza kikosi chao, na jina ambalo linaonekana kuwa limeanza kuvuta upepo, limeanza kuwavutia kwa kiasi fulani, linaanza kuwashawishi kwenye namna moja ama nyingine, ni jina la kocha mkuu wa klabu ya Petro Atletico de Luanda, Frank Artiga. Huyu ni raia kutoka Spain, mzaliwa wa eneo moja linaitwa Cambrils, mwenye umri wa miaka 49, na amekuwa akiwavutia kiasi fulani Simba Sports Club kuona kwamba huenda akawa ni candidate mzuri wa kuja kukinoa kikosi chao. Sasa kwa kuwa bado hizi ni taarifa ambazo ni za mapema sana, nitakuwa nakuja na majina kama haya, lakini mwisho wa siku tutakuwa hatuingii deep sana mpaka pale ambapo taarifa nyingine zozote zitakuwa zina break. Lakini kwa ufupi ni kwamba huyu ni mwalimu ambaye wasifu wake kwa kiasi kikubwa sana ameutengeneza katika kituo cha kukuza vijana cha Barcelona ambacho kinafahamika kama La Masia. Amefundisha La Masia kwa muda wa miaka 11. Kwa sababu huyu ni mwalimu ambaye hakucheza professionally, kwa hiyo amefundisha kwa kiasi kikubwa sana kwenye career yake mapema kwenye timu za vijana, lakini amepita La Masia na ni sehemu ambayo ametengeneza jina lake kwa kiasi kikubwa, kwa sababu vijana wengi ambao walibahatika kuwafundisha kwenye ile academy wameishia kuwa wachezaji wa kulipwa mara baada ya yeye kuondoka. Sasa huyu ni mwalimu ambaye ni kocha mkuu wa ya Petro Atletico de Luanda. Ni mwalimu ambaye hakuna shaka yoyote kitendo cha kwamba amepita Barcelona, amekaa miaka 11 kwenye academy ya La Masia, maana huyu ni mwalimu ambaye anaamini katika mpira wa possession, tiki taka, na huenda hichi ndio kitu ambacho kinaweza kikawa kimewavutia Simba pia kuona kwamba wanataka mwalimu ambaye anakuja na brand ambayo inajulikana ya mpira, kwamba unajua kabisa utapata nini kutoka kwa mwalimu gani. Yaani unamleta mwalimu ambaye unajua kabisa kitu atakachokwenda kukupa ni hichi exactly. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinaendelea hivi sasa, lakini pia miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo anaviamini kwenye falsafa yake ya kufundisha, huyu ni mwalimu ambaye mazoezi yake kwa kiasi kikubwa sana anayaandaa kwa ajili ya kutengeneza uhalisia wa kile ambacho wachezaji watakuwa wanakutana nacho kwenye mechi. Kuna vitu vinaitwa abstract drills. Hivi ni vitu ambavyo Frank Artiga huwa haviamini hata kidogo, na huwa sio aina ya mazoezi ambayo anapenda kuwapa wachezaji wake wanapokuwa kwenye kiwanja cha mazoezi. Anapenda kutengeneza mazingira ambayo yanakwenda kuleta almost kile ambacho wachezaji watakwenda kukutana nacho kwenye michuano ya ndani, lakini kwenye michuano ya kimataifa. Mathalan, ninaposema abstract drills na kusudia kama vile wachezaji kuwa na koni, alafu labda mkao mnafanya mazoezi ya kupita na ule mpira kwenye koni, au kwa labda kuna pasi ambazo zinapigwa miongoni mwa wachezaji ambazo zinapigwa in a straight line, unapiga pasi unahama. Kwa kiasi kikubwa kama kuna mtu ambaye alikuwa anatazama mazoezi ya Simba chini ya Pantev, alikuwa ni muumini wa hivyo vitu kwamba pass and move, pass and move, pass and move. Frank Artiga sio vitu ambavyo anavi incorporate katika training sessions zake. Huyu ni mwalimu ambaye anapenda kusimulate real situation ambazo zinaweza zikatokea katika mchezo wa mpira wa miguu. Ni mwalimu ambaye anapenda kutengeneza mazoezi ambayo yatawapa wachezaji wake wawe katika mazingira yenye pressure muda wote, kwa sababu hakuna mtu atakayekuruhusu upige pasi na kukimbia tu ukiwa free uwanjani. Kwa hiyo anataka wachezaji wake wawe wanafanya vitu under pressure, kuwe kuna shinikizo, wajaribu kuakisi mazingira ya transition. Mpira umepotea, mnashambuliwa, mpira mmefanikiwa kuupata, mnashambulia. Haya ndio mazingira ambayo unakwenda kukutana nayo ukiwa uwanjani. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba huyu ni mwalimu ambaye anaamini katika kutengeneza msingi wa timu ambazo zinatawala mpira kwa kiasi kikubwa sana, wachezaji wanaonana kwa kiasi kikubwa sana. Kitu kingine ambacho nitakupa kama faida kuhusu mwalimu, ni mwalimu ambaye hakwambii tu wapi uwepo, lakini anakwambia ni kwa nini uwepo pale. Yaani sio tu namna ya kukifanya kitu kiufundi, lakini kwa nini ukifanya katika namna ambayo yeye anakuelekeza. Huyu ni mwalimu ambaye anaamini kwenye kuandaa wachezaji kisaikolojia pia kuliko tu kimwili, kwamba kimwili uwe pale kwenye utekelezaji wa majukumu ni hivi, lakini kwa nini iwe hivi, kwa nini uwe pale. Hivi ni vitu ambavyo Frank Artiga, kocha mkuu wa klabu ya Petro Atletico de Luanda, anaviamini katika ufundishaji wake. Ameingia mkataba na Petro mwezi wa 6 mwaka huu. Ana mkataba mkubwa, lakini Simba wanavutiwa, wanataka kuhakikisha kwamba wanarudisha falsafa ya mpira ambao wao wanaamini iliwapa faida kwa kiasi kikubwa sana. Mpira biriani, kama ndicho ambacho amekiona, au chochote ambacho kinakuja na mwalimu ambaye ana utambulisho maalum wa kiuchezaji,
ndicho ambacho Simba wanakihitaji kwenye kikosi chao.